Kati ya vitu ambavyo vinaweza kumtoa Engineer Yanga bila shida yoyote ile, yani vitamtoa kiurahisi kabisa, ni kama kweli ataacha kupeleka timu uwanjani kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa na bodi ya ligi. Kama ikitokea bodi ya ligi wakapanga tarehe mpya ya mchezo, alafu Engineer kama rais wa Young Africans akagoma kuipeleka timu uwanjani kama ambavyo wametoa msimamo wao kama management ya club, nafikiri hataendelea kubakia kuwa rais wa Young Africans. Watamtoa kwa sababu wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga ni watu ambao wanatamani kuiona timu yao ikishiriki kwenye mashindano makubwa. Na kama watagoma kwenda kucheza mechi ya pili ya Simba, maana yake ni kwamba watapokwa alama 3 kwanza za mchezo, lakini pia watapokwa alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu, kitu ambacho kinaweza kusababisha wasicheze mashindano ya kimataifa kwa msimu unaokuja. Na kama watashindwa kushiriki mashindano ya kimataifa, maana yake ni kwamba watacheza tu kwenye mechi za ligi ambazo mashabiki na wanachama wa Young Africans hawezi kufurahia hicho kitu. Kwa hiyo ambacho mimi nakitazama kwa sasa, Engineer kama rais wa klabu na viongozi wengine wa Young Africans wanapaswa kutulia na kufikiria zaidi namna gani ambavyo wanaweza wakajiondoa kwenye hili janga ambalo wako nalo, kwa sababu mpaka sasa wao ndio chanzo cha hizi vurugu zote ambazo tunazizungumza. Yaani kwa mfano, kama Yanga, kamishna wa mchezo na msimamizi wa uwanja wangewaruhusu Simba kwenda kufanya maandalizi yao ya mwisho ya mchezo, mechi ingechezwa vizuri bila shida yoyote. Na Simba walikuwa tayari kucheza mechi, na ndio maana walienda kwenye pre-match meeting wakafanya vile. Baada ya pale wakaenda wakajiandaa kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo kesho yake. Sasa kwa sababu walifanya mambo yote, maana yake walikuwa tayari kwa ajili ya kucheza. Sasa kitendo ambacho wamekifanya Yanga ndicho ambacho kimepelekea hizi vurugu ambazo zimesababisha mchezo usichezwe. Kwa mechi ya dabi ikuchezwa sio kwa sababu Simba wamegoma, hapana, ni kwa sababu Yanga waliwazuia Simba kufanya maandalizi ya mwisho ya kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye muda ambao mchezo ulipaswa kuchezwa, kitu ambacho kimepelekea Simba kugoma. Maana yake kugoma kwa Simba chanzo chake ni Yanga. Sasa wapo wanachama ambao wana akili, wana uwezo mzuri wa kufikiria, lakini wapo wanachama ambao uwezo wa kufikiria nao wakati mwingine ni mdogo, kitu ambacho kinapelekea sasa kuleta migongano ambayo inaweza kusababisha watu wakaanza kutofautiana. Sasa kwa wale wanachama ambao kidogo wanajua sheria na kanuni za mpira, ndio ambao wakati mwingine wanaweza kupelekea sasa kupeleka pressure kwa viongozi wa Young Africans, na kitu ambacho kinaweza kupelekea sasa hata pengine rais kuenguliwa madarakani. Kwa hiyo ambacho nakiona kwa sasa ni viongozi wa Young Africans kukubali kile ambacho wamekisema bodi ya ligi, kwamba wakae wasubiri ratiba ya mchezo mpya ipangwe, then baada ya kupangwa ratiba ya mchezo mpya waende wakacheze mechi, wakubaliana na matokeo ambayo yatatokea. Kama ni kushinda wakubaliana na matokeo ya kushinda, kama ni kupoteza wakubaliana na matokeo ya kupoteza, lakini pia kama ni sare basi wakubaliane na matokeo ya sare, kwa sababu mwisho wa siku kila mtu anataka alama 3. Simba anataka alama 3, Yanga anataka alama 3. Kwa hiyo kila mtu aridhike na matokeo ambayo yatapatikana, lakini masuala ya kugomea mchezo purukushani zote hizi sio mambo ambayo yana afya nzuri kwa ajili ya soka letu. Kwa hiyo kwa Young Africans of course wao wamehusika kuharibu mchezo, Simba wamehusika kuharibu mchezo. Walichokifanya bodi ya ligi ni busara kuamua kuahirisha mchezo ili watu wakae wajadiliane namna gani ambavyo wanaweza wakapanga tarehe mpya ya mchezo na mchezo ukachezwa. Wasiwasi wangu ni huo, kwamba inawezekana leo Yanga kule wakawa na huo msimamo wa kutokupeleka timu uwanjani, lakini bodi ya ligi wakapanga tarehe mpya ya mchezo, alafu hiyo siku ikafika Simba wakapeleka timu uwanjani. Simba wakipeleka timu uwanjani watapata, na Yanga hawajatokea, maana yake Simba watapata alama 3 za mchezo, lakini pia Yanga atapokonywa alama 15 kwenye msimamo, kitu ambacho kinaweza kupelekea mvurugano ukawa mkubwa zaidi, na mwisho wa siku hata Engineer Harris sasa maisha yake ndani ya Young Africans yakawa mafupi, kwa sababu wapo wanachama ambao wanaweza kumuelewa, lakini wapo wanachama wengine ambao hawawezi kumuelewa, na wapo watu ambao wamekuwa na nguvu kwenye kikosi cha Young Africans kama kina Yusuf Manji, lakini lilipokuja swala la maslahi ya Yanga, mnakumbuka kilichotokea, mpaka ilibidi Manji aondoke akawaachia Yanga yao na maisha yakaendelea. Sasa hata kwa sasa hivi kama ikitokea Yanga akagoma kabisa kupeleka timu uwanjani, yani kuna siku hii jambo watu wataliona la kawaida, lakini naamini kati ya wanachama ambao wana tabu, ambao wana misimamo na wana
mara nyingi wamekuwa ni wakali kwenye swala linalohusu klabu yao, ni mashabiki, ni wanachama wa Young Africans, kwamba leo watu wataliona la kawaida, lakini watu wanatazama tu uongozi kwamba utakuja kuamua nini. Lakini siku imetokea Yanga wamenyang'anywa alama, na kwa sababu eti hawajapeleka timu uwanjani, nina uhakika yani utaitishwa mkutano wa dharura na wanachama wenyewe na viongozi ambao wamepigiwa kura watatolewa madarakani na hamtaamini.